Na naomba nichukue nafasi hii pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Juma Hamid wa Uweso. Sikia maelekezo ambayo wanapatiwa kutoka kwa referee. Na mjilinde kila wakati. Touchdown. Second out of the ring. Ni pambano la round 8. Bondia Ali Ngwando ambao stance yake yeye ni southpaw anapambana na Musa Makuka. Mabondia hawa wote kutokea hapa Dar es Salaam, mmoja kutokea Manzese, mwingine anatokea Mbagala. Kwa itakuwa ni moja kati ya pambano ambao tunasubiri kuona nani ambaye ataibuka mbabe. Haya, twende, ikiwa tayari referee Pembe Ndava akiwa ameruhusu. Wanaanza namna gani? Vizuri na jab kwa upande wa Makuka, akianza kwa kasi nzuri. Musa akimtafuta Ali Ngwando. Wametafutana sana. Mechi iliyopita imeshindwa kuchezeka kwa sababu ilikuwa umetokea ugomvi, lakini leo hapa wamekutana. Tuone watatuonesha kitu gani siku ya leo, kwa sababu mabundi yote ni wazuri, wana uzoefu kwenye ulingo. Tuone mawe siku ya leo, watuoneshe mawe ya kwenda, kila mmoja akiwa na mbinu ya namna yake. Moja kati ya mambo ambayo ukiwatazama tu kwa jicho la kawaida unaona Makuka na rich advantage dhidi ya Ali Ngwando ambaye ni mfupi kwa Ali Makuka. So nadhani kama Ali Makuka akiweza kutumia kukapitalize hilo na kumweka mbali Ngwando, inaweza kujaribu kuongeza mazingira ya kuweza kushawishi majaji na kushinda hii fight. Kwa sababu kitazama Ngwando ni bondia mzuri sana, ni boxer mzuri ambaye sivyo bahati kimo chake pia akimsupport kufanya hiyo style ya uchezaji ambao amekuwa akifanya mara zote kwenye mchezo wake. Lakini nimependa utulivu wa Ali Ngwando. Ali Ngwando anaanza kwa utulivu wa hali ya juu na kuweza kumsoma Isa Makuka kwa raundi hii ya kwanza, lakini namuona Isa Makuka amekuja kwa spidi sana kama unavyoona hapa. Musa Makuka ni kama anamweka kwenye ramani ambayo anahitaji yeye, anachora tu kwamba sasa anapaswa kupita wapi. Ukimwangalia Ali Ngwando kwa asilimia kubwa naye anajaribu kutembea zaidi na kutokukaribia Musa Makuka, lakini imekuwa ni ngumu kwa sababu kitu ambacho anakifanya mpaka sasa Musa Makuka ni pia ni pamoja na kukata ulingo au kukata ring. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kumpata kwenye zile ramani ambazo Ali Ngwando anataka kutoka. Raundi ya kwanza kati ya 8. Nimependa Ali Ngwando anavukish na anafungua jabu kama hivyo, ana slide, anamwongopea kwa kutumia macho, anakwepa kwa kutumia macho. Ingawa kutazama anafanya hizo movements zote pasina kuhusisha mikono yake. Mikono yake imekuwa itoki, kitu ambacho kimemfanya Makuka kuwa active zaidi kwenye hii raundi ya kwanza. Yeye ndiye ambaye amepush pace ya fight. Yeye ndiye ambaye amekuwa aggressive kuliko Ali Ngwando ambaye anatuonyesha skills zake za kutembea na kujilinda, lakini huoni mikono yake ikizungumza zaidi kwenye hii raundi ya kwanza. Makuka amekuwa ni mtu wa kwanza muda wote, mtu wa kushambulia, na kama unavyoona anamkatia ringi Ali Ngwando. Ali Ngwando anajitahidi kutembea huku na huku kama unavyoona, lakini kweli hatuoni mashambulizi kutoka kwa Ali Ngwando. Labda tuangalie raundi ya kwanza ameweza kumsoma mpinzani wake. Hii tunaweza kuonesha kwamba ni moja kati ya pambano ambalo lina ugumu. Kwenye hii raundi ya kwanza ukimwangalia bondia nambari 1 ambaye ameonesha mpaka hivi sasa kama alivyosema Aidan Kombele, kuwa aggressive, kuwa na muendelezo wa kile ambacho anakifanya, kuwa nambari 1 katika ulingo, ameonekana Musa Makuka. Huko Ali Ngwando pengine alikuwa akijaribu kuepuka kukutana na power ya Musa Makuka. Angalia hapo, hiyo ilikuwa ni left hand lead ambayo alipiga Ali Ngwando na kumkamata Makuka kwenye muda ambao Makuka alikuwa anaingia ndani kwenye umbali wa karibu, lakini ukiondoa hiyo left hand lead ambayo Ali Ngwando alimkamata naye Makuka, overall imekuwa ni raundi ya kwanza ambayo nadhani mimi kwangu Makuka amechukua kutokana na hiyo aggression yake na namna ambavyo ameweza kupush pace ya fight na kumsukuma mara nyingi Ali Ngwando ambaye ametuonesha skills zake kwenye kutembea, footwork yake. Akili bahati mbaya mikono ilikuwa haizungumzi kwa raundi iliyopita. Tuangalie kwenye raundi ya pili ikiwa inaenda kuanza. Referee Pembe Ndava anamwambia haya box, tuone mambo yanavyoenda. Kuna raundi 8 hapa, kuna chochote ambacho kitakuwa kimebadilika. Musa Makuka jabu yuko juu pamoja vile vile Ali Ngwando akiwa ameanzia chini. Nice combination. Kienda kwenye kwa body punch hizo nzuri ambazo aziunganisha Makuka.
Ya, Makuka kastiki kucheza katika mchezo wake ule ule muda wote wa kuwa anashambulia na anaweza kukaba hengo kama hivyo. Nice right hand. Alingwando anamwita na namuona Makuka ni kama anaujua mchezo. Alingwando ni kama wa kutaka kuchomoka au kutoka kwenye eneo ambalo yupo. Hiyo haitakiwi kwenye mchezo na referee anamuonya Musa Makuka. Nice. Kwa counter vizuri, kwa left hand body punch vizuri kutoka kwa Makuka. Nice. Makuka amezidi amebaki kustiki kwenye staili yake ile ile tu ya kushambulia, na kama unavyoona, lakini Alingwando tunamwona anatuonesha skills zake, lakini hatuoni mikono kutoka. Labda kuna jab, left hook, uppercut. Makuka anazidi kuendelea kuscore tu kwenye raundi hii ya pili. Kama unavyoona hivyo, anaweza kawa anakutana na bati mgumu kutokana na kile ambacho anafanya. Alingwando ni kama ameweka kwenye kona. Nice. Makuka lakini hajakubali, amempeleka. Kuna right hand moja ambayo ilikuwa imepita kwa Alingwando. Na kitu kingine Makuka kinachomsaidia kwamba Makuka ni mrefu, pia ana power hali ya juu, afu pia amestiki kucheza kati, yani aendi arudi nyuma wala amfati mbele sana. Kwa hiyo amekuwa kama anachezea katikati ya ulingo. Naona kidogo inampa changamoto Alingwando. Mikono ya Alingwando ni kama hauioni ikitoka mara nyingi. Yes, hauoni ikitoka mara nyingi zaidi ya kuona hizo movements zake na footwork ambayo anatuonesha pasina kusapotiwa na mikono kwenye kunogesha haya matendo ambayo amekuwa akiyafanya kwenye ringi. Lakini ukitazama Makuka tangu fight inaanza, counter nzuri sana nayo. Na ukiangalia hii ilikuwa ni left hand lead nyingine ambayo Ngwando anapiga, na ndio so far best punches ambazo nimeona Ngwando amepiga na zimefanikiwa ni hizi mbili. Hiyo left hand lead ambayo kama akiendeleza kwa maana ya kutangulia na mkono wake wa nyuma pasina kutanguliza jab, ni kitu ambacho kama kinamsumbua Makuka kutokuiona hiyo punch ikiwa inakuja na kumkamata kwenye kichwa. Na mara zote ameifanya hivyo akiwa kama ana counter, kwa sababu Makuka amekuwa akijaribu ku land punch, na ndipo ambapo Alingwando na yeye amekuwa akipata nafasi ya kutumia ujanja wake ambao ameitumia Aidan, ambaye anasema kwamba left hand lead ambayo kwa asilimia kubwa nimeona kwa Ngwando imefanikiwa kwenye hizi raundi mbili kuweza kumkamata Makuka, na mara nyingi hiyo left hand lead huwa ni rahisi kumkamata mpinzani, kwa sababu ni kitu ambacho mtu anakuwa hakitarajia, sababu wengi tunatarajia kuona mtu akianza na jab ndio ingie na ngumi yake nyingine ya mkono wa nyuma, lakini kwa Alingwando nimeona amefanya kama mara mbili na kuweza kumkamata Ali Makuka. Hiyo hapo kama unavyoona pale ambapo Musa Makuka alikuwa anataka kurusha punch, na ndipo wakati ambao Alingwando naye alikuwa akirejesha mashambulizi. Raundi ya tatu ya fight, Alingwando dhidi ya Ali Makuka, matchup ya Southpaw dhidi ya Orthodox. Ngwando Southpaw wa asili kabisa, Ali Makuka Orthodox wa asili kabisa. Ingawa moja kati ya mambo ambayo sijaona kwa Ngwando akiyafanya kwa usahihi ni kunufaika na hiyo stance yake, hasa kwenye namna ambavyo amekuwa akimove kutoka nje wa mguu mbele wa Ali Makuka pasina kuconnect na left hook yake, ambayo of course kwenye matchup ya mtu kama hii ya Southpaw dhidi ya Orthodox, left hook yako ukiwa unatoka nje ya mguu mbele wa mpinzani ni moja kati ya ngumi nzuri kwenye kucounter hiyo Orthodox jab ya mpinzani. Lakini so far nimeona Ngwando amekuwa akimove kutoka nje baadhi ya nyakati, lakini huone akicounter hiyo jab Orthodox jab ya Makuka kwa right hook yake. Nimeona iko kitu kama unachokisema brother Aidan, kwamba nimeona Makuka ameweza kukaba ule mguu wa Southpaw wa Alingwando. Ndio maana Alingwando amekuwa anapotea kwenye kutupa mashambulizi yake na kupata target. Kama unavyoona inamtia hali ngumu, kwa sababu Musa Makuka ameweza kumkaba, kama unavyoona ameweza kumkaba mguu wake kuchezea ndani wa Southpaw. Na nafikiri ni moja kati ya silaha ambayo amekuwa akitumia Alingwando kutokana na mguu, lakini amekuwa akibadilika na yeye akijaribu kushift mguu, labda anaweza kufanya chochote kitu, lakini bado mambo hayajawa sawa sawa.
Naona hapo ameswitch mguu kuja kwenye mguu wa kushoto ambao sio mguu wake wa asili, kwa maana ya hiyo stance ya orthodox na kuweza kumatch kwenye stance na mpinzani wake Ali Makuka ambaye yeye ni orthodox kiasili. Hapa anaweza kawa anajipa mtihani mpya kama kuwa hiyo stance haitumii na wala hizo. Ni mabaudhi wachache sana ambao wana uwezo wa kucheza miguu yote kwa ubora ule ule. Amerudi kwenye mguu wake. Kile moja kati ya kitu ambacho Makuka amekifanyia kazi ni kucheza na Ali Ngwando, na akagundua silaha yake kubwa ni ipi, sababu ni mjanja kwenye footwork yake na hasa Makuka amekuwa kwanza muda wote mpaka raundi ya 3. Amekuwa yeye ndo mtu wa kushambulia end time na kumwangalia opponent wake wapi alipoachia aweze kutimiza makosa yake. Raundi ya 3 kati ya zile 8. Bado kuna raundi nyingine nyingi tu, lolote unaweza kutokea. Body punch imeenda, combination nzuri, lakini anamwambia bwana hauna lolote hilo, wala hazinisumbui hizo. Mimi kwenye mambo yangu ya sparring nakutana nazo sana hizo, kwa wala unisumbui. Stop! Box! Back! Kimo pengine pamoja na jabo ambao amekuwa akiitumia Ali Ngwando, na pamoja na akipata nafasi hizo combination zimempa wakati mgumu sana Ali Ngwando, na Makuka ni kama analeta sasa zile mbwembwe za hapa na pale kuendelea kumchanganya. Wakati nzuri sana ambayo alikuwa amekaa naye karibu, na ukaribu ndio ambao anautafuta Ali Ngwando, kitu ambacho akipata kwa muda mrefu aidha. Yes, na amekaribia kufanikiwa kiasi fulani, lakini isivyo bahati hiyo right uppercut ambayo alipiga ni kama Makuka aliona na kuweza kuikataa, na huu ni muonekano wa jiji la Dar es Salaam Gilbert. Hakika ni jiji ambalo linapendeza. Hakika stori zake au simulizi zake kutoka maeneo mbalimbali huwa zinavutia. Dar es Salaam, kila kitu ambacho wewe basi unakitaja hapa kinapatikana. Majengo ya kuwakataa kama hivyo hapa Dar es Salaam ndo penyewe, lakini hapa ndani ni Warehouse Masaki. Na nasema kwamba moja kati ya mandhari nzuri ya kuvutia nyakati hizi za usiku ni hiyo ambayo inapatikana hapa Tanzania, ndio hiyo ambayo inapatikana hapa Warehouse Masaki. Tazama mambo yalivyokwenda. Hiyo hapo ilikuwa ni wakati nzuri sana ambayo Ali Ngwando alienda nayo, na ndio kitu ambacho anakitafuta kwa muda wote, kucheza kwa ukaribu zaidi na Makuka ambaye ameonekana ni mjanja wa kutumia jabu yake na kuondoka haraka sana kwenye maeneo ambayo yanakuwa ni ya hatari. Hebu tuone kwenye raundi hii hapa ya 4 nini ambacho kitafanyika. Na body punch ambayo imeenda, Ali Ngwando ameipokea vizuri, ameenda vizuri sana. Nice. Combination nzuri ambayo amenawa na wewe una lolote. Left hand ambayo pia amerudisha hapo Ali Ngwando. Moja kati ya mambo ambayo pia amenivutia ni namna ambavyo Ali Makuka amekuwa akimix hizo punches zake kutokea chini kwenye bode kupanda juu, kwa maana hizo body punches chini na akiwa pia anapanda juu. Nice body punch pia. Ni moja kati ya vitu ambavyo so far nimevutiwa sana na Ali Makuka. Anapiga uppercut na kumalizia left hook juu. Nice. Ningependa kumwona Ali Ngwando kwamba angekuwa anachezea ndani, kwa sababu naona Ali Makuka anampata kwa sababu anacheza sana nje. Hapo kati ambao Musa Makuka aliipeleka kwa Ali Ngwando. Ali Ngwando anamwambia wewe piga, si unataka tupige, twende. Nice. Stop. Kweli hawa walikuwa wanatafutana kwa muda mrefu. Yes. Nice body punch. Ali Ngwando ana footwork nzuri sana, ana movements nzuri za sehemu ya juu ya mwili wake, lakini bado sioni mikono yake ikiwa active sana. Tazama idadi ya punches ambazo zimerushwa kwenye hii fight mpaka raundi ya 4. Nice. Zaidi ya 60% pengine ya punches zote kwa ujumla wake zimerushwa na Ali Makuka, ambaye kwangu nadhani mikono yake imekuwa kitoka zaidi kuliko Ngwando, ambaye amekuwa akituonesha skills zake kwenye kupisha, skills zake kwenye kufanya movement, kwenye footwork yake, lakini sijaona mikono ikitoka kwa kiwango kikubwa ambacho pengine unatarajia kuona, hasa kuzingatia ni fight ya ubingwa. Hii ni title fight, ni fight ambayo
vitu vingi vinaweza kuconvince majaji ikiwemo aggression yako, lakini sijaona Ngwando akiwa aggressive zaidi kwenye hii fight zaidi ya kutuonesha bila shaka kuna tukio la underbelt ambao amepewa muda Ali Ngwando akae sawa sawa. Yes, na kwa mujibu wa sheria huwa ni dakika 5 za kulikava ukiwa umepigwa hiyo low blow ama ngumi ya chini ya mkanda. Unakuwa na dakika 5 za kulikava kabla ya mwamuzi hajaruhusu fight iendelee. Utana tena right hand nzuri sana ambayo Ali Makuka ambayo Nice, Musa nice. Makuka ameenda nayo. Nice Makuka. Body punching combination nzuri Nice sana. combination. Makuka ameendelea kutuonesha kuanzia raundi ya kwanza mpaka raundi hii ya 4 anazidi kushambulia tu, lakini Ali Ngwando sioni kuona mikono yake kutoka wala kujibu mashambulizi. Kitazama Makuka, kitu ambacho anakifanya ni kujua zile njia ambazo amekuwa anapita Ali Ngwando. Kwa hata kama ni akiwa anataka kukwepa kwa kupitia chini chini huko Makuka anajaribu kuland punch ambazo labda wanakuambia bado wenyewe tuendelee tu. Hii ni pambano la vijana wawili ambao wanakutana, vijana ambao wamekuwa na tambo za kutosha baina yao, na leo hii wakasema basi ulingo utaamua kujua nani ambaye ni mbabe. Ibrahim Class Mawe miongoni mwa mabondia bora wa hapa Tanzania, akiwepo pia hapa Warehouse Masaki kushuhudia mapambano mbalimbali, lakini kumbuka kwamba ile main fight of the night, Hassan Mwakinyo wa Tanzania walio wengi hawataki kulala. Tanzania walio wengi hawataki kulala, wanataka kushuhudia pambano hilo. Raundi ya 5. Na hii ilikuwa ni ile low blow ambayo Makuka alimpiga nayo Ali Ngwando na kupelekea mwamuzi kustop fight, kumpa nafasi Ali Ngwando kuweza kulikava. Kari Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi, unaweza kusema entertainer kwenye mchezo wa boxing. Ameanza kwa kasi pia Makuka, akienda naye akimfuata huko chini. Body punch nzuri ambayo Makuka amepeleka kwa Ali Ngwando. Nice. Body punch nyingine, akijaribu kutafuta mbavu ya chini, akipanda juu. Naona Ali Ngwando anaanza kunyong'onyea mdogo. Na ni kama Ali Ngwando anakosa maarifa ya nini ambacho akifanya ndani ya ring, kutokana na speed aliyokuja nayo pengine Makuka kwa wakati huu na power alikopo nao. Body punch ambazo ameenda nazo, lakini vile vile combination kadhaa ambazo amekuja nazo kwenye round hii hapa ya 5. Makuka anapiga sana body punch. Ali Ngwando anaanza kunyong'onyea kidogo. Body punch moja kati ya sifa yake kubwa tunaelezwa. Nice ambakati ambayo Ali Ngwando ameenda nayo. Wanasema body punch moja kati ya kitu kikubwa ni kukunyong'onyesha au kukufanya uishiwe pumzi ile. Afu Makuka ana punch. Makuka anaonekana ana nguvu sana. Nice. Unakuona nyong'onyea taratibu. Body punch, lakini vile akiwa anaenda mpaka kwenye eneo la juu. Amekuwa na counter vizuri sana ule mguu wa Ali Ngwando. Ukimwona Makuka anachokifanya ni kumtengenezea engo kwenye mguu wake huo wa southpaw ambao anaotumia Ali Ngwando, kitu ambacho kimekuwa kinampa faida zaidi Makuka Aidan. Na kitu kingine kinachompa faida Makuka kwamba Ali Ngwando defense yake sioni kwamba ana defense nzuri. Amekuwa tu anatumia body movement kwa kukwepa, lakini sioni defense yako nzuri kwa sababu Makuka anapiga combination, anaanza na chini, anamalizia na juu. Kwa hiyo kizuri zaidi akirudi kwenye kona sasa hivi inabidi ajirekebishe sana kwenye gadi yake. Ana gadi nzuri. Makuka anaendelea kuscore. Haya, kuna kitu nimeona Ngwando amekuwa akifanya mara kadhaa, namna ambavyo ana pivot na mguu wake huo kutengeneza engo nje ya mguu wa mbele wa Makuka. Amekuwa akifanya kwa ubora hali ya juu sana, lakini sivyo bahati ni kwamba uone akinufaika na hiyo engo ambayo anaitengeneza kwa kupiga kwenye upande pofu. Unapotoka nje ya mguu wa mbele wa mtu orthodox,
best punch yako kumkamata nayo wewe hiyo right hook yake, kwa sababu unakuwa unampiga kwenye upande ambao atakuwa hiyo hiyo ngumi ikiwa inakuja, lakini sioni Ngwando akifanya akitoka hivi uone akipiga left kumkamata Makuka kwenye blind side. Haya, Makuka na Ali Ngwando wakiendelea kuonyeshana ubabe vijana hawa wawili. Raundi ya 5 ikiwa imekamilika. Raundi ya 5 ikiwa imekamilika, na unamuona Makuka akiwa anaenda kwenye kona yake akionyesha kwamba mimi ndio champion, lakini bado safari inaendelea. Bado kuna raundi nyingine 3 ambazo zinafuata, kwa sababu ni pambano la raundi 8 mpaka hivi sasa, akipewa maelekezo na kona yake. Angalia hiyo jabu ilienda vizuri sana, lakini hapa kati ambao ilikuwa imemkuta vizuri sana, lakini hakuishia hapo, akataka kupeleka kasita. Kutana right hand nzuri sana Ali Ngwando kutoka kwa Makuka. Hizo hapo jabu, lakini akasindikiza na nyingine straight left hand yake ambayo ikatua moja kwa moja, right hand yake ambayo ikatua moja kwa moja kwenye sura ya Ali Ngwando, na maelekezo yamekuwa ni mengi kutoka kwenye kona kwamba sasa muangalie vizuri. Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa Young Africans, meneja habari na mawasiliano ya Young Africans, na mwenyekiti wa timu BRC Patrick Kinyembera wakifurahia jambo. Ni wadau wakubwa wa mchezo wa boxing, bali pia wao wanaona kwenye michezo mingine, lakini kwenye boxing ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi. Ningesema wote, lakini kuna watu wengi. Speed imeanza vile vile. Kasi imeanza kwa namna yake. Round hii ya 6. Body punch anaenda nayo tena. Makuka ni kama amegundua kitu, pengine kucheza na mbavu za Ali Ngwando. Nice body punch kwa Makuka. Mpaka muda huu miongoni mwa vitu ambavyo nimeona Makuka amefanikiwa sana kwa asilimia 100 ni hizo body punches zake. Yes. Amefanikiwa kupiga body punches nyingi sana ambazo zinamkamata Ali Ngwando, isipokuwa tu ni kwamba kwa yule muda ambao anapiga hizo uppercuts za tumbo ama hook za tumbo, anapo attempt kupanda juu sijiona akifanikiwa sana. So kama akiweza kuunganisha hizo punch, kumix hizo punch vyema, hizo body punches kama hivyo na hizo ngumi za juu upstairs, pengine inaweza kuleta matokeo chanya kwa upande wake. Na Makuka anaendelea kuscore kwa sababu amemweka mbali Ali Ngwando, na Ali Ngwando anashindwa kuingia ndani kwa maana kutana na body punch au left hook juu, ndio maana anakuwa anaogopa kuingia ndani. Anakuwa kama unavyoona hivi, anaamua yeye atembee kwa sababu Ali Ngwando ni mfupi. Yeye style ya kutembea liko kwa wifi, inabidi acheze ndani, lakini anashindwa kucheza ndani kwa sababu Musa Makuka anaanza na body punch na kumweka mbali mita 1. Kwa maana mashambulizi yake yanazidi kumwataki sana Ali Ngwando, na anashindwa kupata mbinu nyingine mbadala ya kuweza kutatua tatizo hili kama unavyoona hivyo. Na nafikiri kona yake imemwelekeza Makuka kwamba wala asihangaike na eneo la juu sana. Yes. Ni kama azitafutie alama zake kutokea kwenye eneo la mbavu, kama utapanda juu ni hapo baadaye. Hiyo Anton Joshua anaita systematic breakdown. Anaenda kuvunja taratibu. Yes, na haraka naye mdogo. Nice right hand. Mbona namna ambavyo Makuka amekuwa akitafuta mbavu hizo za Ali Ngwando. Ila pongezi kwa mabondia wote wawili, wamefanya mazoezi na wamejiandaa vizuri kuonesha Watanzania mchezo mzuri siku ya leo. Makuka bado ana score tu muda wote. Arudi nyuma. Stop. Box. Haya, raundi hii ya 6 ikiwa inakamilika namna hiyo, bado unaweza ukasema kona ya kwake Makuka imeendelea kufanikiwa na mpango wake, lakini vile vile maelekezo yakiwa yanaendelea kutolewa kwa upande wa Ali Ngwando, nini hasa ambacho anapaswa kukifanya. Tazama mambo yalivyokuwa. Hiyo hapo alikutana nayo ile counter punch, na Ali Ngwando ndio kitu ambacho anakifanya. Hiyo left and lead miongoni mwa punches ambazo zimefanikiwa sana kwa Ali Makuka, kwa Ali Ngwando. Left and lead
yani kutangulia na mkono wake, hiyo punch yako ya mkono wa nyuma pasi na kuanza ama kucreate mazingira kwa jab yake. Ni ngumi ambayo nimeona kama mara 4 hivi amefanya na imefanikiwa kwa Ngwando, na inafanikiwa pengine kwa sababu Ali Ngwando muda wote amekuwa mikono yake inatoka zaidi, kwa anakuwa anavumilia labda au anasubiri muda kama wa kucounter. Hata ukiangalia kwenye marudio hapo ya picha ilikuwa Makuka na yeye mikono yake imetoka na alikuwa kama anaingia hivi ndani, so wakati anaingia ndani anakutana na hiyo left hand lead njiani kabla ya kuingia kwenye pocket ama kwenye punch. Haya, acha tuone kwenye raundi hii hapa ya 7. Raundi ya 7. Nice Makuka. Nice body punch. Bado anaendelea kuitafuta body punch. Makuka nice. Amekutana, imenasa vizuri sana right hand ambayo Makuka alipeleka kwa Ali Ngwando, lakini Ali Ngwando bado yuko imara. Amekuwa kiroro na punches Ali Ngwando, lakini kwa siku namna ambavyo amekuwa kiroro na hizo punches bado Makuka amekuwa akimkamata nazo pia. Kwa sababu anapiga combination. Makuka anaanza chini na kumalizia juu. Ali Ngwando ana movement lakini ana defense nzuri. Ndio maana Makuka hata akipiga panchi zake kuanzia chini mpaka juu zinakuwa zinamkamata zingine. Haya, kiendelea kama hivyo, kiwa kidogo tumia namna ya kupumzika muda huu kwenye raundi ya 7. Makuka akitumia pia mkono wake wa kushoto ambao anatumia kwa jab, pia wakati mwingine akitumia huo kwenye kutengeneza mashambulizi ya hatari. Makuka bado anaendelea kutengeneza zile body punch. Ni kama ameambiwa ameconnect punch kutoka chini mpaka juu. Makuka racha nzuri ambayo pia ingawa haikuwa na nguvu kutoka kwa Ali Ngwando. Nice. Ni moja kati ya bauti ambazo tumeshuhudia idadi kubwa ya body punches usiku wa leo. Hakika, lakini kama body punches zenyewe zinatokea upande mmoja, kwa asilimia kubwa unaziona kutoka kwa Ali Makuka. Ni kama mpango wake ameamua kuja nao wa kudeal na body punch. Mtu ambaye pia uitalia kuna akifanya hivyo, Ngwando hafanyi hivyo. Hafanyi hivyo kwa sababu anacheza nje. Ngwando anacheza nje, afu yeye ni mfupi. Kwa ndio maana mpa advantage kubwa Makuka kama hivyo, akipiga body punch, akipiga nyingine body punch pamoja na left hook. Left hand. Left hook ambayo ilitua vizuri. Makuka raundi ya 7 ndo kama raundi ya kwanza vile. Anakuja tu muda wote. Kweli kajiandaa na wapo fit wote mabondia wawili. Of course hata Ngwando pia yuko fit kwa sababu kwa hiyo style yake ya kuja kutembea kufanya movements nyingi kama uko fit. Hauwezi kutoboa. Ni ngumu kuweza kumaintain hiyo nanio. Utatazama ile ambayo ilikuwa ni left hook ambayo ilikuwa Ali Ngwando alikuwa akimtafuta moja kwa moja. Musa Makuka alikuwa akimtafuta Ali Ngwando, lakini uimara tu ambao angalia hapo mambo yalivyoenda, alichungulia na akaiona na akapeleka hiyo hapo straight right hand ambayo ikatua moja kwa moja kwa ukaribu. Kwa kweli asilimia kubwa sana ukiangalia kwa vijana hawa, kila mmoja kwa wakati wake amekuwa akimtafuta mwenzie, lakini manufaa zaidi unayaona kwa Makuka ambao wanampongeza hapa, wanaenda kwenye raundi ya mwisho kuwa makini. Lakini huku sura pia zinaweza kukueleza kwamba maelezo yamekuwa mengi au maelekezo yamekuwa mengi kwenye kona, kwa sababu unaweza kufanya jambo lolote kwenye raundi hii ya 8. Wakati mwingine atakuwa anaweza kukwambia bwana, hatupo pazuri. Hiyo ni endapo kama una watu ambao ni wa kweli kwenye kona yako. Ziko baadhi ya nyakati kona yako inakupoteza wewe, haikwambii ukweli. Kama una watu ambao ni wa kweli kwako, wanakupenda, wanakwambia ukweli. Haya, tuone round hii hapa ya mwisho. Makuka akijaribu kutoka downstairs kupanda upstairs. Nakumbuka pambano kati ya Floyd Mayweather dhidi ya Manny Pacquiao. Baba yake mzazi Floyd ilipofika raundi za mwishoni alimwambia
huko nyuma kwenye scorecards. Fuele akashangaa aliporudi pale akajiasa akaenda kushinda raundi zilizobakia. Same pia kwa alikuwa ni Terence Crawford zidi ya Sean Porter. Nice body punch. Body punch ambazo Alingwando anakuwa anazipokea, kiukweli unaweza kumsifia mpaka sasa akiwa anaendelea kuwa imara kwa sababu amepokea body punch nyingi. Mpaka sasa hivi raundi ya 8 sio na mabadiliko yoyote kwa Alingwando. Naona amestiki kucheza kwenye mchezo wake ule ule, kupiga na kutembea, kufanya movement. Lakini sio ni kushambulia sana, lakini Makuka naona muda wote anatoa mikono. Ndio ambayo imeenda moja kwa moja, lakini haikuwa nguvu. Ngwando amejaribu kureact hapo, lakini bado. Nice ambakati kwa Alingwando ambayo ametengeneza kwenye angle nzuri sana ambayo imetokana na uwezo wake mzuri wa kutembea na footwork ambayo imemjenga Alingwando. Raundi ya 8, dakika pia zikiwa zinakimbia, dakika zinakwenda. Nice 1-2. Wanaviziana sasa. Bwana, mzunguko hapa hautakiwi. Body punch. Sekunde ambazo zimesalia sasa, karibia sekunde hizo 37. Alingwando ni kitu gani ambacho anakifanya? Kama ni body punch, Alingwando amezipokea nyingi sana kwa sababu kila akienda Makuka kitu ambacho anakifanya ni kutafuta mbavu, na hiyo jab yake akiwa ameipeleka na anakuwa na uharaka sana. Ukimwangalia Makuka kwenye maamuzi pale anapogeuza jicho kama referee hajasema lolote lile, unamuona amekuwa ni mtu mzuri kwenye kufanya maamuzi ya kutafuta alama na kuwashawishi majaji pengine. Pambano limekamilika kwa raundi zote 8, kila mmoja akiwa na furaha, kila mmoja akiona kile ambacho amekifanya, maandalizi ya muda wote. Huyo hapo Makuka akiwa anafurahia, panda kwenye kona hiyo, panda kwenye kona nyingine, waonesha ule msuli wake na kile ambacho amekifanya kwenye pambano hili. Juma Choki, nini ambacho unaweza kukieleza pengine kwa raundi zote 8 namna zilivyokuwa, ufundi na masuala mengine yote? Kwenye raundi zote 8 tumeona mchezo mzuri kwa maboksa wote wawili, inaonekana wamejiandaa vizuri mambo yalivyokuwa. Dar es Salaam, nikisema ngumi tunasema jiwe. Ngumi, ngumi. The Tasa Fight Night, matokeo ninayo mkononi, kati ya Ali Ngwando dhidi ya Musa Makuka. Are you ready? Kutokana na maamuzi ya majaji, judge namba 1 Janet Mbaga ametoa point 72 kwa 80. Judge namba 2 Shaban Mohamila ametoa point 72 kwa 80. Judge namba 3 Venus Mponji ametoa point 73 kwa 79. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision of the World Cup.